Kubali kosa lako, la sivyo nitahakikisha huoni tena jua likichomoza wala kuzama. Kwa nini unanilazimisha nikubali kosa ambalo sijafanya? Sio kwamba nakulazimisha ukubali kosa ambalo hujafanya, ila nataka useme ukweli ili upate haki yako ya kuwa huru. Kama unataka haki, si unipeleke mahakamani? Sikiliza Alex, hii kesi ikifika mahakamani utafungwa, kwa sababu zile pesa ziko kwenye akaunti yako. Kwa kweli afande, mimi sijui hizo pesa zimefikaje kwenye akaunti yangu, na sina ukweli mwingine ninaoujua zaidi ya huo. Naona wewe ni mbishi, lakini usijali, nitahakikisha unaozea gerezani. Tafadhali afande, usinifanyie hivyo. Afadhali umekuja cha usiku. Vipi, unaendeleaje? Unauliza naendeleaje? Hebu niangalie. Naonekana kama mtu ambaye yuko sawa. Najua hauko sawa Alex, ila nilikuwa nataka kujua kama kuna habari yoyote mpya. Hakuna habari yoyote mpya, zaidi ya mateso ninayoendelea kuyapata humu ndani. Hebu niambie, umefikia wapi kwenye hii kesi? Ninajaribu kupata nafasi mahakamani ili angalau kesi yako isikilizwe, lakini wanakataa. Kwa nini wanakataa? Wanasema wewe ni mwenye hatia na wanachotaka ni maelezo kutoka kwako. Wanataka maelezo kutoka kwangu? Ndiyo. Wewe ni wakili wangu cha usiku. Hivi kweli unaona ni sawa mimi kutoa maelezo ya kosa ambalo sijafanya? Ninajua sio sawa Alex, ila ninajitahidi kadri ya uwezo wangu kulifanyia kazi jambo lako. Sikiliza cha usiku, wewe ni wakili wangu na umekuwa wakili wangu kwa miaka mingi sana. Tafadhali, naomba unitoe kwenye huu mtego. Kwa kweli ninajitahidi Alex, ila nitaongeza juhudi zaidi kuhakikisha unatoka humu ndani. Naomba unipe muda zaidi kulishughulikia hili. Sawa, najua unajitahidi kadri ya uwezo wako, na mimi na wewe tunajua akaunti yangu ya benki imefungwa kwa sasa, lakini nakuahidi, ukifanikiwa kunitoa humu ndani, nitakupa pesa zangu zote nilizonazo kwa kazi utakayoifanya kunitoa humu ndani. Alex, sio kwamba nashindwa kukutoa kwa sababu hauna pesa, ila tatizo ni kwamba hii kesi ni ngumu sana, ndio maana nimekuomba unipe muda zaidi. Ninakuhakikishia Alex, nitakutoa humu ndani, kuwa na subira tu, sawa? Sawa. Najua sio rahisi, lakini nakuhakikishia muda si mrefu utatoka, hivyo naomba univumilie kidogo. Sasa nina uhakika utakuwa uko tayari kusema ukweli. Hauko tayari tuendelee na mateso? Hapana, niko tayari. Nataka kusema ukweli. Vizuri. Sasa kwa nini ulikuwa unafanya hili swala liwe gumu kwangu muda wote huo? Haya, ongea na kusikiliza. Nataka kusema ukweli. Usinipotezee muda bwana. Hebu ongea, tayari nimeshaanza kurekodi. Ongea haraka. Ukweli ni kwamba mimi sijui chochote kuhusu kosa ambalo mnasema nimefanya. Mimi sina hatia afande. Naona wewe ni jeuri na unataka nitumie nguvu kukufanya uongee ukweli. Sikiliza wewe mjinga, usipoongea ukweli nitahakikisha unaozea gerezani. Unawezaje kusema nitaozea gerezani wakati bado sijahukumiwa na mahakama? Kumbuka mimi ni mshukiwa tu na bado sijathibitishwa kuwa nina hatia au la. Nyamaza. Ni nani alikwambia kwamba hauna hatia? Kwa taarifa yako tuna ushahidi wote dhidi yako. Lakini hizo pesa hazikutoka kwenye akaunti yangu. Ni kweli pesa hazikutoka kwenye akaunti yako, lakini zilipita kwenye akaunti yako. Afande, sasa hivi uhalifu wa mtandaoni upo kila mahali. Mtu yoyote anaweza kutuma pesa kwenye akaunti yangu kirahisi. Ndio maana nakwambia sijui chochote kuhusu hizo pesa. Tafadhali afande, naomba unisaidie. Nina msaada mmoja tu wa kukupa, na huo msaada ni kuhakikisha unakaa humu ndani mpaka pale utakapokubali kuongea ukweli.
Mungu wangu, ni nani amekufanyia hivi? Hii imezidi sasa. Wakili wako anasemaje kuhusu hili? Wakili bado anaendelea kusema anafanyia kazi hili swala, lakini hafanyi chochote. Anafanyia kazi kwa muda gani? Wakati ni miezi miwili sasa imepita tangu ukamatwe. Hapana. Hii imezidi. Hii sio sawa kwa kweli. Yaani hali imeanza kuwa mbaya kiasi hiki wakati hata bado hujapelekwa gerezani. Kwa kweli siwezi kukubaliana na huu upuuzi. Tafadhali dada, naomba unisaidie. Usiniache nifie humu ndani. Naogopa. Nahisi naweza kufa muda wowote. Usijali Alex. Nitajaribu kadri ya uwezo wangu. Kwa sasa naomba uvumilie wakati nalishughulikia hili. Sidhani kama wataruhusu kesi yako ikasikilizwe mahakamani. Kwa nini? Kwa sababu pesa zilihamishiwa kwenye akaunti yako na ndio maana wanataka useme ukweli ili jambo liishe. Wewe ni wakili wangu cha usiku na unajua vitu ambavyo naweza kufanya na vitu nisivyoweza kufanya. Ukweli ni kwamba mimi sijui chochote kuhusu hili. Sasa unataka niseme nini tena? Sikiliza Alex, mimi ninajua kuwa haujui chochote kuhusu hizo pesa, lakini lazima ufanye wanachotaka, maana pesa kwa kwenye akaunti yako kunafanya kuwa vigumu kuthibitisha kuwa hauna hatia. Lakini cha usiku, mahakama ndio inapaswa kuamua hii kesi na sio polisi. Sikiliza Alex, tatizo ni kwamba zile pesa zimekutwa kwenye akaunti yako na hakuna namna tunaweza kuthibitisha kuwa hauna hatia. Lakini cha usiku, ni rahisi kuthibitisha kuwa mimi sina hatia. Ni rahisi kivipi? Mimi nadhani tukimpata mtu aliyetuma hizo pesa kwenye akaunti yangu, itasaidia kuthibitisha kuwa mimi sina hatia. Wao wanaamini ni wewe ulihamisha pesa kwenda kwenye akaunti yako binafsi, kwa hiyo fanya tu wanachotaka ili utoke humu ndani. Hapana, siwezi. Mimi sikufanya hivyo. Wewe ni wakili wangu cha usiku. Tafadhali nitoe kwenye huu mtego. Sikiliza vizuri Alex. Unatakiwa kukubali kosa ili usiozee humu ndani. Wakili wako anakupa ushauri sahihi kwa sababu ana uzoefu na haya mambo. Haya, kiri kosa lako haraka. Mimi nimeshaanza kurekodi. Hana chochote cha kukiri. Habari yako mkuu. Mnafanya nini hapa usiku huu? Kwa hiyo Steve, kumbe ni kweli kwamba umekuwa ukimshikilia mshukiwa kwa miezi kadhaa na unakataa kumpa nafasi ya kusikilizwa mahakamani? Usijali kaka yangu, tayari nimeshapata suluhu ya kesi yako. Umewezaje kupata suluhu wakati bado mtuhumiwa hajakubali kosa lake? Mara ya mwisho nilipokuja hapa, kaka yangu aliniambia kwamba mmekuwa mkikataa kumpa nafasi ya kusikilizwa mahakamani. Dada, namshukuru Mungu umefika. Kusema kweli naogopa sana. Kwa sasa sina mtu ninayemwamini tena zaidi yako. Kwa nini unasema hivyo? Wakili wangu pamoja na askari anayesimamia kesi yangu hawataki kunipeleka mahakamani. Dada, tafadhali naomba unisaidie. Wewe ndiye mtu pekee ninayemwamini kwa sasa. Wewe ni damu yangu. Tafadhali nisaidie. Usijali Alex, nitafanya kila liwezekanalo kukutoa humu ndani. Kwani wakili wako amefikia wapi? Wakili wangu bado anaendelea kuja na zile hadithi zake za kipuuzi za kuniambia vumilia, tunafanyia kazi. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kuhakikisha unatoka humu ndani. Ngoja nione ninachoweza kufanya. Kwa hiyo baada ya hapo niliamua kumtafuta Madam Mona na sisi wawili tukaanza kuchunguza hii kesi. Na hapo ndipo tulipogundua kwamba rafiki yako George ndiye aliyetuma pesa kwenye akaunti yako binafsi ili kukusingizia. George, hii inawezekanaje? Na haikuishia hapo tu. Pia alimpa afande Steve hapa pesa nyingi ili akuweke mahabusu kwa muda mrefu mpaka ukiri kosa ambalo haukulifanya. Mungu wangu, kwani nimemkosea nini George? Na jambo jingine ni kwamba George huyu pia alimpa huyu unayemuita wakili wako pesa, ndio maana hujawahi kupata nafasi ya kusikilizwa mahakamani. Nini? Cha usiku, wewe ni wakili wangu. Umewezaje kunifanyia hivi? Alex, uko huru kuondoka na pia nakuhakikishia utalipwa fidia kwa madhara yote uliyopata.
Asante sana madam. Kwa kweli Steve, umenikatisha tamaa sana. Hivyo kuanzia sasa na kuondoa kwenye kazi yako na uko chini ya ulinzi. Na kuhusu wewe na cha usiku, nitahakikisha leseni yako ya uwakili inafutwa mara moja, na pia utakabiliwa na kesi mahakamani.